Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usiwe kizuizi cha baraka ya maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usiwe kizuizi cha baraka ya maisha yako. Jambo la kwanza ambalo linaweza kupelekea ukawa kizuizi cha maisha yako wewe mwenyewe ni hili: kutokubali kusikiliza ushauri au maonyo. Unapokataa ushauri, unapokataa maonyo yanayokufanya ufanikiwe katika maisha yako, wewe unakuwa kizuizi cha kufanikiwa kwako au kizuizi cha baraka kwenye maisha yako. Mungu anaweza sema na wewe kwa njia mbalimbali. Anaweza kukunyima amani ya jambo ambalo umekusudia kufanya, ili apate kukuponya, ili apate kukustawisha. Lakini Mungu anaweza kuwatumia watu wewe ambao unawakubali na wale ambao wewe huwakubali, ili wewe upate kufanikiwa katika maisha yako. Lakini unapokataa, maana wewe unakuwa kizuizi cha kufanikiwa kwako. Watu wengi wameingia katika vilio. Watu wengi wameingia katika shimo la uharibifu kwa sababu ya kutokusikiliza, kwa sababu ya kutokubali maelekezo au maonyo ambayo Mungu anawapa kupitia watu. Ushauri unapokataa na ushauri umetoka kwa Mungu, unajizuilia kufanikiwa katika maisha yako. Kile kitabu cha Zaburi 40 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Zaburi hii inaozungumzia shimo la uharibifu na udongo wa utelezi. Inatufundisha mazingira magumu sana mtu atapitia pale anapokataa maelekezo, ushauri, maonyo katika safari ya maisha yake. Ukiona uko kwenye shimo la uharibifu au uko katika udongo wa utelezi, manake kila utakachofanya hakitafanikiwa. Utapambana sana, lakini ule utelezi utakurudisha kule kule. Kila ukijaribu kupanda, hauendi juu, bali unashuka chini. Ni kitu kigumu sana kwenye maisha ya Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kufanya nini kwenye maisha yako? Kwanza unatakiwa kujua wewe mwenyewe ni kizuizi cha kufanikiwa kwako. Kwa hiyo unachotakiwa kumtafuta Mungu. Unamhitaji Mungu. Kwa hiyo lazima uingie kwenye matengenezo na Mungu. Unaingia kwenye toba. Na unapoingia kwenye toba, maana yake ni kwamba unakubali mahali ulipo na matokeo unayaona kwenye maisha yako ni kwa sababu ya kutokutii au kutokunyenyekea kile ambacho Mungu amekuwa akisema kwenye maisha yako. Na unapokubali tu, ndipo kile kibali na neema ya Mungu inaachiliwa ndani ya moyo wako. Utaanza kuona vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa huoni. Utaanza kupita mahali ambapo mwanzoni ulikuwa huwezi kupita, kwa sababu ya kibali na neema ya Mungu iliyofunguliwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo katika maisha yako siku zote, kuwa mnyenyekevu sana unaposikia au unaposikiliza maonyo, maelekezo na ushauri. Vinginevyo utajikuta unaingia mahali pagumu sana kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo linazuia
au inakuwa kizuizi cha baraka yako ni hili: ukiona wale watu ambao walikuwa wakikushauri, walikuwa wakikuelekeza, walikuwa wakikuonya mambo ambayo yanakusaidia wewe kufanikiwa kwenye maisha yako, na sasa hawasemi tena, hawashauri tena, hawakuonyi tena, wamekaa kimya, hiyo ni ishara ya kwamba uko katika kizuizi cha kufanikiwa kwako. Kile kitabu cha Mathayo 7:6 Biblia inasema hivi: msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwararua. Sasa Mungu alikuwa anazungumza juu ya vitu vya thamani. Kitu cha thamani ni lile neno ambalo linakusaidia maisha yako yawe baraka. Uvuke. Kama ulikuwa unalia, usilie tena. Kama ulikuwa umekata tamaa, usikate tamaa tena. Kama ulikuwa chini, uwe mahali ambapo Mungu amekusudia kuwa. Kwa lile neno sasa unapolikataa, sasa Biblia inazungumza msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Kwa Mungu anazungumzia kitu cha thamani sana, usimpe mbwa. Sasa mbwa ni tabia, nguruwe ni tabia. Huyu ni mtu lakini ana tabia nguruwe, ana tabia mbwa. Maana ni kwamba haoni thamani ya ule ushauri, haoni thamani ya yale maelekezo, haoni thamani ya yale maonyo ambayo Mungu anasema na maisha yako. Kwa hiyo kuna nyakati zinafika Mungu anaamua kukaa kimya. Sasa Mungu akikaa kimya, hiyo ni ishara ya kwamba umezuia baraka kwenye maisha yako. Na wale ambao Mungu amewainua ili kusema na wewe, nao huwa wanakaa kimya. Wanakaa kimya. Kama walikuwa ni wazazi, hawasemi tena. Kama alikuwa ni mume wako au mke wako, asemi tena. Kama ilikuwa ndugu zako, asemi tena. Kama ilikuwa ni marafiki zako, wanakuwa wasemi tena. Ujue uko mahali pagumu. Badilika haraka sana. Rudi kwa Mungu. Mwambie Mungu, sasa umekaa kimya sana, nisaidie. Na Biblia inasema watu ambao Mungu anawapenda anawarudi ili wapate kufanikiwa sana. Sasa kama Mungu amekunyamazia, ni kitu ngumu sana. Kwa hiyo ukishaona hali namna hiyo, ujue umejizuilia wewe mwenyewe mafanikio kwenye maisha yako. Jambo la tatu ambalo linazuia baraka kwenye maisha yako ni hili: kuumiza wale watu ambao Mungu anakukutanisha nao. Mungu anapokutanisha na mtu yoyote kuna sababu. Lakini ukitumia hiyo nafasi ya Mungu aliyokutanisha na watu vibaya, ukaamua kuumiza, manake umejizuia wewe nafasi ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwa nafasi yoyote Mungu amekuweka, hakikisha usimuumize mtu yeyote. Kila chozi na kila anguko na kila kukata tamaa ambako wewe umesababisha, kumbuka unaumiza moyo wa Mungu, na Mungu anakuwa hana furaha na wewe. Na Mungu anapokosa kuwa na furaha na wewe, wewe unakuwa katika hali mbaya sana. Kwa kufanya hivyo, unajizuilia baraka kwenye maisha yako. Kusoma kile kitabu cha Luka 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake.
yaani kitu ngumu sana. Usikubali kwa makwazo kwa namna yoyote. Mathayo 25:40 anasema hivi, na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa Mungu, chochote unachokifanya cha kumuumiza mtu mwingine, unakuwa umemuumiza Mungu. Chochote utakachofanya cha kumwinua mtu mwingine, manake umefanya moyo wa Mungu kuwa na furaha. Kwa hiyo uchaguzi unao wewe mwenyewe, kufungua milango ya baraka kwenye maisha yako au kufunga milango ya baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu akusaidie ili usije ukawa kizuizi cha kufanikiwa kwako wewe mwenyewe. Ni pahali pagumu sana. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amen.